Mtazamaji wa Global TV, bado tuko nyumbani kwa mzee wetu Charles Hilary ambaye tunayo nafasi hapa ya ama tumepewa heshima kubwa ya kuzungumza na sehemu ya familia. Kwanza poleni sana. Asante. Majina naitwa Faith Hilary, ni mtoto wa mwisho wa mzee Charles Hilary. Ni taarifa ambayo tumeipokea kwa mshtuko wengi, kwa sababu labda wengi sio sehemu ya familia hii na hatukuwa tukifahamu labda kama mzee wetu alikuwa anasumbuliwa, labda ni mpaka anafikishwa hospitalini. Labda nini kilikuwa tatizo kubwa kabisa ambalo lilikuwa linamsumbua katika siku hizo? Baba alikuwa anaumwa, na pia kifamilia tumeomba tu kusema kwamba ni maradhi ya kiutu uzima, na alikuwa anapatiwa matibabu Muhimbili National Hospital, but then ndio hivyo hali ilivyokuwa haijakaa sawa, alfajiri ile ndo tukamkimbiza hapo Mloganzila. Kwa hiyo sana ni maradhi ya kiutu uzima naweza kusema. Kwa muda gani mzee alikuwa labda anasumbuliwa na maradhi ya namna hiyo? Nisingependa kusema sana kwa muda gani, kwa sababu yeye mwenyewe pia alikuwa anapenda privacy yake. Ndio maana nadhani kwa watu wengi imekuwa kama ghafla kidogo. Lakini yeye mwenyewe he just wanted to be private na vitu vyake. So nisingependa kusema sana kwa muda gani ilikuwaje na timeline ya magonjwa yake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tungependa tuishie hapo kwenye ni maradhi ya kiutu uzima, ndio hivyo mauti ilimfika tukiwa kwenye tiba ya hiyo. Yeah. Wa taratibu ambazo labda tunazitarajia kutoka siku hii ya leo mpaka pale ambapo kama familia mtakuwa mmeamua siku ya kumpumzisha mzee? Okay, asante. Najua kwa sababu kuna coordination hapa Dar es Salaam pamoja na familia ambayo iko Zanzibar, ambayo sasa hivi bado iko kwenye vikao. Pia kuna taratibu ambazo zinafanywa na serikali. Kwa hiyo ni hiyo coordination ya hizo three parties zote. Kwa hiyo hizi siku 2-3, of course leo ndo kwanza msiba umetokea, kwa hiyo bado tunaanza na maandalizi ya awali, and then tutatangaza lini tunaaga hapa Dar es Salaam na wapi, lakini pia taratibu za mazishi zitakazofanyika huko Zanzibar pia tutatangaza hapo baadaye, kwa sababu bado tuko kwenye tentative mpangilio wa kupanga hiyo ratiba properly. Lakini as days go by nadhani confirm kabisa, lakini lazima tutaaga hapa Dar es Salaam then kuaga pia Zanzibar. Sisi tunamfahamu mzee Charles kama mwanahabari nguli, lakini kiongozi pia kwa nafasi yake. Wapo ambao wangetamani sana kumfahamu mzee wetu Charles kwenye level ya familia, labda alikuwa mtu wa namna gani, kwa sababu kwa namna wengi wanavyomfahamu alikuwa ni mtu mcheshi sana. Labda wewe kwa namna unavyoweza kumuelezea kwa ufupi labda mzee wetu, ili tupate nafasi ya kufahamu katika level ya familia alikuwa ni mtu wa aina? Yeah, mimi nilikuwa napenda kumuona kama gentle giant, kwa sababu alikuwa ni mtu kapanda hivi mrefu, lakini always anapenda kucheka kama alivyosema, always mcheshi. Na hata tulipokuwa tunaenda back and forth kwenye matibabu hakuacha kucheka. Kuna tamthilia zake mwenyewe alikuwa anapenda kuziangalia, hakuacha kuziangalia ili afurahi. Na pia ni very hard working, yani mpaka dakika ya mwisho yeye anawaza tu kazi ya submit kile. Kwa hiyo even though it's family level, lakini tuko tunamuona in that light. Kwa hiyo kama ni take away from anything ni kwamba very hard working hivyo. Kwa kawaida wazazi, licha ya wema wanaokuwa nao, ucheshi wanaokuwa nao, lakini labda kuna baadhi ya mambo waga yanapotokea wanakuwa wakali sana. Mzee wako kwa namna ambavyo ulikuwa ukimfahamu, mambo yapi alikuwa ha-entertain kabisa, labda anaweza akawa mkali kabisa? Yaani ukali wake labda ulikuwa kwenye kazi, lakini sio kwenye kuwa baba. Mimi mzee wangu hajawahi kunikaripia, hajawahi kunisema, hajawahi kunipiga, hajawahi kufanya chochote. Kwa hiyo ukali wake sana ulikuwa kwenye kazi, na sio kwamba kwa ubaya, sana ilikuwa ni kumrekebisha mtu ili baadaye aende akafanya vizuri. Kwa hiyo sana ilikuwa kwenye kazi, especially kwa nyinyi vyombo vya habari. Alikuwa anapenda ile labda kama mispronounce kitu atakwambia hichi akisema hivi kinasema hivi. Kwa hiyo kama ni ukali kusema kwa babangu niliona sana tu kwenye kazi. Kwa sasa sehemu nyingine ya familia umesema iko Zanzibar, na mama naye yuko kule ama? Mama yupo hapa.
tukisha kamilisha ratiba zote na tukisha safirisha mwili then familia na kila mtoto wako kule Zanzibar. Lakini kwa sasa mimi mtoto wake wa mwisho na mtoto wake pia kwanza yuko njiani na mama tuko hapa kwanza. Okay, kwa maelezo yako tunatarajia labda taratibu zote zitakapokamilika basi mwili wa mpendwa wetu utapumzishwa Zanzibar. Ndio. Labda hii ni sehemu ya taratibu za kifamilia au ni mtu mwenyewe binafsi alipenda kuzungumza wakati akili? Nadhani watu wengi wanaweza wasijue, lakini baba na familia yetu wote nadhani wote tumezaliwa Zanzibar. Ndio nyumbani. Kwa hata kama ni sisi kwa kabila ni Opogoro, lakini sasa tumezaliwa Zanzibar, tumekulia Zanzibar, kama ni miji iko Zanzibar na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio nyumbani. Niseme tu hivyo, yeah. Kama familia kutokana na majukumu ya mzee wetu yamkini hamkuwa mkipata nafasi ya mara kwa mara kuwa naye karibu katika zile moments uko mbali na familia. Ukizungumza naye yapi alikuwa anapenda labda kukusisitiza? Yaani naweza wazungu wanasema unaweza ukasound like a broken record, lakini baba siku zote yani anauliza kazi vipi. Yaani hajawahi kudeviate sana nje ya masuala ya kazi. Yaani ukiacha na vitu vingine kama ni kunicheki ama ni those normal things, lakini sana kazi vipi. Kama kuna issue yoyote na kazi ama nikihitaji msaada wote kwenye swala la kazi au yeye pia. Kwa hiyo sana ilikuwa ni hivyo kama tukiwa mbali. Ukiachana na hivyo alikuwa pia anapenda kutuma memes, funny memes, videos nini WhatsApp and things like that. Kwa hiyo as I said before ni mtu ambaye alikuwa ni mcheshi, always loved life. Hakutaka kukunjamana uso. Kwa hiyo alikuwa anasema ukikunja uso maana yake unakunja na moyo. Kwa hiyo hakupenda kuwa hivyo na sisi ndio tumechukulia hivyo na tumekulia hivyo. Sawa. Mzee ametoka asubuhi ya leo alfajiri taarifa zilivyoeleza, na bila shaka ilikuwa sehemu ya wale ambao mlikuwa katika taratibu wa kuhakikisha anapatiwa matibabu. Unakumbuka kitu gani cha mwisho labda alizungumza nawe kabla ya taratibu nyingine? Hamna kitu specific ambacho tulizungumza mimi na yeye kwa sababu sana tulikuwa kwenye matibabu, na kama nilivyosema mwanzoni alikuwa anapenda privacy yake. Kwa hiyo walikuwa wanamuuguza sana ndio walikuwa karibu naye for the most part. Kwa hiyo siwezi kusema kama tuliongea kitu chochote, sana tulisalimiana tu. Anaendeleaje sana, endelea vizuri basi. Hakukuwa na kingine zaidi ya hapo. Yeah. Siku mnapokea taarifa ya mzee wetu kuteuliwa kuwa mkurugenzi wa mawasiliano wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, unaweza ukatupitisha kwa ufupi tu labda hali ya nyumbani ilivyokuwa, na labda pale ulipopata nafasi ya kumwona mzee nini alizungumza au alikuwa katika hali gani? Masuala ya uteuzi ninachoweza kusema ni kwamba of course ni vitu ambavyo mtu unajulishwa. So kama familia tulijua mwanzo, of course ile mpaka siku ya kuteuliwa nini mpaka the public inajua, of course familia tulikuwa tunajua, na he was very excited. Of course alikuwa anapenda ile new challenge, alikuwa excited kwa sababu it was a new challenge. Sana alikuwa kwenye ni broadcasting, radio, TV na vitu kama hivyo. Kwa for him it was a new challenge, new experience. Alikuwa very excited. Kwa maana yake when alipokuwa na hiyo energy na sisi wenyewe we picked it up. Kwa hiyo hivyo ndo naweza kusema ilikuwa ni ile excitement ya new challenge. Sawa. Kwa niaba ya Global TV na Watanzania wengine wote tunaendelea kuwapa pole kama familia, na tuko pamoja nanyi katika kipindi hiki chote cha maombolezo. Najua sio kitu rahisi sana, na tunakushukuru hata kwa muda huu mchache ambao umepata nafasi ya kuzungumza nasi hayo makubwa na magumu, na niendelee tu kusema poleni sana. Tutaendelea kuwa pamoja mpaka mwisho, na tunawaombea heri, Mungu azidi kuwapa moyo mkuu, lakini pia mzee wetu ampumzishe katika Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.